Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote naomba nami nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kutuongoza na kuendesha mjadala huu wa kujadili bajeti ya ofisi yangu katika hali nzuri kama hii ambayo tumeona leo. Kipekee naomba kukushukuru wewe pamoja na wenye viti wote, lakini bila kumsahau spika wa bunge letu na naibu spika kwa kazi nzuri wanayoifanya kuendelea kutuongoza. Na kwa hakika narudia tena kama nilivyosema asubuhi, mjadala juu ya mafungu 7 ya ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma yamejadiliwa vizuri na wizara kupitia ofisi yangu imeasikia yote. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kipekee naomba niwashukuru waheshimiwa wabunge wote waliochangia na wale ambao hawakuchangia, kwani kwa namna moja wote wameunga mkono hoja tuliowasilisha katika eneo letu katika bunge lako tukufu lenye lengo la kuwezesha utekelezaji wa majukumu tuliyokabidhiwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sambamba na kutatua changamoto za waajiri, watumishi wa umma na maeneo mengineyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja yetu leo imechangiwa na wachangiaji 16. Kati yao 14 wamechangia kwa sauti kupitia kikao hichi, lakini 2 wameandika kwa njia ya maandishi. Kwa hiyo ninawashukuru sana kwa michango yenu yote. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuhitimisha hoja hii naomba kusema maneno machache yafuatayo kabla sijaanza kujibu hoja zilizoelezwa na waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi yangu inahusika kwa masuala mtambuka yanayohusisha management ya utumishi wa umma na utawala bora. Serikali hutekeleza majukumu haya muhimu kupitia taasisi za umma zaidi ya 570 kupitia watumishi wa umma ambao ni rasilimali muhimu kwa maendeleo ya nchi yetu. Kwa muktadha huu, bajeti iliyowasilishwa mbele ya bunge lako tukufu itaiwezesha ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora kutekeleza majukumu yake, ikiwa pamoja na kuimarisha usimamizi na utendaji wa taasisi zote za serikali za umma na serikali kwa jumla. Kati ya mambo hayo, serikali itayapa kipaumbele katika mwaka 2026-2027 na ni pamoja na kusimamia nidhamu, utendaji kazi wenye tija, uwajibikaji wa hiari, usimamizi thabiti wa rasilimali watu na rasilimali fedha, matumizi ya mifumo, teknolojia za kisasa katika utoaji wa huduma, mapambano dhidi ya rushwa, kuongeza wigo wa ajira na kuimarisha maadili ya viongozi na watumishi wa umma. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti ya ofisi yangu ndiyo inawezesha utendaji wa taasisi na vyombo vinavyosaidia katika maamuzi ya kitaifa na usalama wa nchi yetu kwa jumla yake. Hivyo, bunge tukufu kupitisha bajeti ya ofisi yangu itakuwa ni chachu katika utulivu wa nchi, maboresho ya kiutendaji katika utumishi wa umma, kuimarisha utawala bora na uendelezaji wa utendaji kazi wa serikali kwa weledi, maarifa, stadi na tija za rasilimali iliyopo katika utumishi wa umma. Hatua hii itawezesha taifa kupata matokeo chanya wakati wa kutekeleza malengo ya kitaasisi, kisekta na taifa kwa jumla, ikiwa pamoja na kufikia malengo ya dira ya 2050, hususan kwenye kipaumbele cha kwanza kinachoeleza kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani kwa kufanya mageuzi ya kiutendaji wa taasisi na kuimarisha utawala bora. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kufanikisha dhamira hiyo, serikali imeandaa programu ya maboresho ya muundo na utumishi wa muundo na mfumo wa utumishi wa umma wa serikali kwa jumla wenye malengo kwa wananchi, yaani citizen centric reform programs. Kupitia program tajwa, sera za utawala, utumishi wa umma, mifumo na miundo ya uendeshaji wa serikali na usimamizi wa rasilimali katika utumishi wa umma itafanyiwa mapitio ya kina. Aidha, utekelezaji wa programu hii utaweka kimsingi na uhalali serikali wa kusimamia upatikanaji wa huduma bora kwa maendeleo na ustawi wa watumishi wa umma ili kuwezesha utoaji wa huduma bora kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, programu inalenga matokeo makuu ya mabadiliko ya mtazamo wa wafanyakazi wa watumishi wa umma katika kuhudumia wananchi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeongeza vibali vya ajira kwa ajira mpya kwa taasisi mbalimbali za umma na tunamshukuru sana. Kuanzia mwaka 2021
mpaka mwaka 2025 serikali imetoa ajira zaidi ya 91,000. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na ajira hizo za kawaida, Mheshimiwa Rais alitoa ahadi ya siku 100 ndani ya siku 100 zake za mwanzo ataajiri wafanyakazi katika idara ya afya 5,000 na watumishi wa kada ya elimu 7,000. Ninafurahi kuwa kazi hiyo tumeikamilisha kwa ustadi mkubwa sana. Lakini pamoja na hilo pia nataka nieleleze bunge lako katika bajeti ijayo ya mwaka 2026/27 serikali imepanga kuidhinisha nafasi 45,000 za ajira kwa kada mbalimbali. Hongera Mheshimiwa Rais, tunakushukuru wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepokea michango ya waheshimiwa wabunge ikiwemo ya vijana waliojitolea katika taasisi ya umma ili wapatiwe kipaumbele katika nafasi za ajira. Nimshukuru naibu waziri, ameeleza vizuri juu ya mchakato mzima wa ajira, lakini nami nataka niongeze neno kidogo ili kuweka rekodi sawa. Eneo la kujitolea, ndugu zangu au wabunge wenzangu waheshimiwa, halikuwahi kuwa na mwongozo, utaratibu mzuri ambao unasimamiwa, lakini ofisi yangu imekamilisha utoaji wa mwongozo wa kujitolea katika utumishi wa umma mwaka 2025. Mwongozo huo umeweka sifa, utaratibu wa kuwapata vijana wa kujitolea, haki na wajibu wa wanaojitolea, utendaji wao, utaratibu mzima unaosimamia vijana wanaojitolea. Mwongozo huu umesambazwa katika taasisi zote za serikali kwa ajili ya utekelezaji. Nitumie nafasi hii Mheshimiwa Mwenyekiti kuwaelekeza na kuzieleza wizara, idara zinazojitegemea, wakala wa serikali, taasisi za umma, mashirika ya umma, sekretarieti za mikoa, mamlaka za serikali za mitaa kuzingatia na kuelekeza ipasavyo juu ya mwongozo huu ili uweze kuleta tija inayokusudiwa. Kwa wabunge wako Mheshimiwa Mwenyekiti, wito wao wa kwamba elimu itolewe juu ya mwongozo huu tumeisikia. Ninamwelekeza Katibu Mkuu wa Ofisi ya Rais Utumishi kuandaa taratibu hizo kupitia ofisi yako Mwenyekiti na ofisi ya Spika, ili pale tutakapokuwa tumekubaliana bunge lako tukufu kupitia kamati yetu inayosimamia utawala, katiba na sheria, bunge lako liweze kupatiwa elimu juu ya mwongozo huo. Mheshimiwa Spika, katika kipindi chote cha uongozi wa awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, idara yetu au taasisi yetu ya TAKUKURU imeendelea kuchukua hatua stahiki kwa ajili ya kuzuia, kupambana na rushwa katika sekta za umma, mashirika na sekta binafsi kwa kuchambua mifumo ya utendaji na utoa huduma. Majukumu haya yanafanyika kwa kuzingatia sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329. Katika kipindi hichi TAKUKURU imebaini na kufungua kesi 3186 za rushwa mahakamani. Mheshimiwa Mwenyekiti, TAKUKURU ni moja ya chombo kinachosimamia utawala bora. Hili nataka lifahamike vizuri. Kati ya kesi hizo 43 zilifunguliwa katika division ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi ya Mahakama Kuu ya Tanzania. Aidha, mahakama ilitoa maamuzi katika kesi 2838 za rushwa ambapo jamhuri imeshinda kesi 2040. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ni rekodi ya kipekee katokea nchi ya Tanzania ilipopata uhuru. Ni wazi Rais Samia anaonyesha ushupavu wake katika kupambana na rushwa, na tunapozungumza juu ya vitendo vya rais anavyoonyesha katika kupambana na rushwa, huu ni mfano mmojawapo. Mheshimiwa Mwenyekiti, TAKUKURU imeokoa jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 300 ikiwa ni fedha taslimu. Aidha, matumizi yasiyostahili ya shilingi bilioni 25.75 na dola za Kimarekani 620,000 yalidhibitiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mapambano dhidi ya rushwa nchini yatadhibitiwa kwa mambo mengineyo ikiwemo taarifa za utafiti inayofanywa sasa, ambapo katika taarifa ya Transparency International ya mwaka 2025 na matokeo yake ambayo yalitangazwa Februari 2026, taarifa inaonyesha kuwa Tanzania imeendelea kufanya vizuri katika mapambano dhidi ya rushwa kwa kupata alama 40 na kushika nafasi ya 84 katika nchi 182 zilizofanyiwa utafiti. Kwa majibu hayo, Tanzania imeendelea kushika nafasi ya pili
katika ukanda wa Afrika Mashariki na nafasi ya 15 katika nchi za Afrika. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa imeendelea kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi kwa kuchukua hatua muhimu za kuzuia na kupambana na vitendo vya rushwa, ikiwa pamoja na ufuatiliaji, usimamizi wa matumizi ya rasilimali za umma katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Mengine yameelezwa na wajumbe, na nataka katika nukta hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru sana makamu mwenyekiti wa kamati yetu na wajumbe wa kamati yetu kwa ufasaha wa kueleza juu ya kazi kubwa inayofanywa na TAKUKURU. Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe wameeleza na kutoa mfano wa Nyang'hwale, jinsi kazi nzuri iliyofanywa na TAKUKURU katika kuhakikisha kwamba nyumba za watumishi na ofisi zinajengwa. Nataka kutoa taarifa katika bunge lako, sio tu Nyang'hwale. Katika miaka mitano ya Dr. Samia Suluhu Hassan, miradi 56 imefanywa yenye thamani ya bilioni 20, na kati ya hiyo majengo 35 ya ofisi na 8 yakikarabatiwa ni sehemu ya mfano wa kazi kubwa inayofanywa kusimamia miradi hiyo. Katika mwaka wa fedha huu unaokuja, tumeomba tuthibitishiwe bilioni 9.23 kwa ajili ya ujenzi wa ofisi 2 za mikoa na ofisi 10 za wilaya. Natambua mahitaji bado ni makubwa, lakini tutajitahidi kadri fedha zinapatikana tuweze kufika katika wilaya zote ambazo hazina ofisi ya TAKUKURU. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali katika mwaka wa fedha 2026/27 itaendelea kujenga uwezo kwa viongozi na kuwakumbusha viongozi wajibu wao wa kuwatumikia wananchi na kutatua changamoto zinazokabili na kushirikiana nao kutambua fursa za maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa serikali mtandao katika nchi yetu umeonyesha dhahiri mafanikio makubwa na kutambua kikanda na kimataifa. Zawadi nyingi zimepatikana, na kwa kweli sisi kama wizara au kama serikali tunafarijika kwa kazi nzuri kubwa inayoendelea kufanya, ikiwemo ya kuendelea kuunganisha mifumo, kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya serikali, kuboresha mazingira yote ya biashara, kuhakikisha matumizi ya rasilimali fedha, watu na miundombinu inafanyika kwa tija ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mifumo inayotumika Tanzania leo kwa asilimia zaidi ya 90 imeundwa na vijana wa Kitanzania wanaofanya kazi kupitia taasisi yetu hii ya mamlaka ya serikali mtandao iga. Mheshimiwa Mwenyekiti, tutaendelea kusimamia maadili kama ambavyo wajumbe wako wamesema na kutoa maoni yao, tutayazingatia, na yale ambayo yanatakiwa kufanywa kazi haraka. Katibu Mkuu Utumishi, umewasikia wajumbe, tuendelee kusimamia ili serikali iendelee na shughuli yake kuboresha mifumo ya kielektroniki kwa lengo la kuwafikia wadau wake kwa haraka, ufanisi na urahisi zaidi. Maoni yaliyotolewa na kamati na wajumbe wako, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeyasikia na tunakwenda kuyafanyia kazi. Kumbukumbu na nyaraka. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itatumia kumbukumbu katika maamuzi ya uendeshaji wa serikali, hivyo zinatakiwa kutunzwa kwa weledi. Pia historia za waasisi wetu inatakiwa kutunzwa kwa manufaa ya vizazi vya sasa, vijavyo, na kwa ajili ya kujenga uzalendo na uendelevu na maamuzi bora kwa mustakabali wa taifa letu. Hivyo bajeti yetu itasaidia usimamizi na uratibu wa utekelezaji wa majukumu, ukizingatia sera, sheria, kanuni na taratibu za utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka katika taasisi za umma. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti hii ikiidhinishwa na bunge hili itasaidia kukusanya na kuhifadhi nyaraka muhimu kutoka kwenye taasisi za umma, vitu vya waasisi wa taifa, sekta na watu binafsi, ili kulinda historia na urithi andishi wa nchi yetu, pamoja na kuweka mifumo ya utunzaji na kumbukumbu na nyaraka ikiwemo kidijitali ili kuwezesha utoaji wa maamuzi sahihi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nguzo ya dira ya taifa ya mwaka 2050 inalenga kuwa jamii yenye utamaduni wa kuweka akiba na kuwekeza kwa ajili ya uendeshaji wa biashara, kuongeza kipato, kuimarisha maisha na kuimarisha hali za maisha. Ofisi yangu kupitia Watumishi Housing inasimamia mfuko wa uwekezaji wa pamoja ambao ni mfuko wa uwekezaji katika milki unaoitwa mfuko wa pamoja, ambao unalenga kukuza mtaji na utamaduni wa watumishi wa umma kuwekeza kidogo kidogo ili kuboresha maisha, ikiwa pamoja na kumjengea uwezo na kununua nyumba. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi yangu kupitia Watumishi Housing Investment
imepanga kujenga nyumba 132 kama tulivyoeleza, ambazo hizo zinakwenda kujengwa tofauti na zile nyumba zilizojengwa katika mwaka wa fedha 24/25 ambazo zilikuwa 54 na mwaka 25/26 ambazo zilikuwa 78. Mheshimiwa, nataka nishukuru serikali kwa mpango wa mwanzo, ambapo kama unakumbuka kupitia kamati yetu, na mimi nataka nimshukuru sana mwenyekiti wa kamati kwa miongozo yake, ambapo serikali iliidhinisha ujenzi wa nyumba 78, lakini kwa msukumo na push kubwa iliyotokea kwenye kamati, serikali ilikubali kutuongezea fedha na sasa tunakwenda kujenga nyumba 132. Mazungumzo juu ya upatikanaji wa fedha zaidi kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za watumishi yanaendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla ya kumaliza, naomba nichukue nafasi hii kukushukuru wewe, waheshimiwa wabunge, kwa ushirikiano na miongozo mlioitoa kwa ofisi yangu. Kwa heshima na taadhima, ofisi yangu imepokea maoni, ushauri uliotolewa wakati wa mjadala, na nitoe ahadi mbele ya bunge ili kwamba masuala yote yatafanyiwa kazi. Aidha, naomba sasa kutoa majibu na ufafanuzi kwa maswali na hoja chache katika baadhi ya wachangiaji waliozitoa katika hotuba yetu ya bajeti tokea ile ya ofisi ya waziri mkuu, lakini mpaka pia ofisi yetu ya Rais inayosimamia utumishi na utawala bora. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika maeneo ambayo wajumbe wamegusia, nataka nigusie maeneo machache. Kwanza ni eneo la succession plan. Mheshimiwa Mwenyekiti na ndugu wajumbe, serikali imeelekeza kupitia maelekezo ya kikanuni kuwa ni lazima kila ofisi itengeneze succession plan, na succession plan inao watu wanaoisimamia. Sio jambo ambalo ni lazima ofisi ya Rais utumishi ije kuiambia ofisi fulani au taasisi fulani kwamba muda sasa umefika. Maelekezo yangu kwa maafisa rasilimali watu na wale waajiri waendelee kuzingatia mpango wa succession plan ambao umeandaliwa na ofisi zao, na sio jukumu letu kama ofisi ya Rais utumishi kuja kuwashurutisha na kuwalazimisha kufanya mambo ambayo wameweka katika plani zao. Kwetu sisi kama ofisi ya Rais utumishi, tutakapopokea malalamiko ya watumishi ambao hawajaingizwa katika mpango huu, basi hatua za kinidhamu dhidi yao zitachukuliwa. Lakini pamoja na hilo, pia limezungumzwa eneo ambalo maeneo makubwa ni maeneo ya kupongeza, lakini pia ni shukuru kwamba kupitia mpango wa TASAF sasa tunaenda kuanza utekelezaji wa mpango wa TASAF wa 3. Maana Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesikia wengi wakisema mpango wa TASAF wa 4, lakini huu ni mpango wa TASAF wa 3. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikwisha kamilisha mpango ule wa mwanzo na sasa tunakwenda kuanza utekelezaji wa mpango mwingine. Mpango huu, ndugu zangu wabunge wenzangu, tunakwenda kuangalia maeneo ambayo yana machangamoto makubwa katika maeneo ya mazingira, lakini pia maeneo ambayo tunatakiwa tufanye shughuli zitakazosaidia kubadilisha maisha ya watu kipato, lakini pia kimaisha zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika makubaliano ambayo tumekwisha yamaliza, na mimi nataka nishukuru sana, ameeleza Mheshimiwa Mwenyekiti wa kamati yetu kuwa serikali na World Bank wiki iliyopita, siku 4 zilizopita, tumefanikiwa kupita katika makubaliano. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niseme hili kwa taratibu, ili wale ambao wanadhania kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa si muongeaji katika maeneo haya basi kwamba labda amelala. Hapana, World Bank inathibitishia Watanzania kuwa Dr. Samia anakubalika na matendo yake yanaheshimika duniani. Kitendo cha kuthibitisha na kutuletea dola za Kimarekani milioni 300 kwa ajili ya mradi wa TASAF ni moja ya alama nyingine kwamba Tanzania inakubalika katika sura ya kimataifa. Ninachoomba Watanzania wenzangu, mtambue tunaye rais bora anayetakiwa kuungwa mkono. Tusimbeze, tumpe moyo aende kutukomboa Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pamoja nayo pia serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali zikiwemo mojawapo za kuhakikisha kwamba
Taasisi yetu mojawapo ikiwa TAKUKURU inafanya kazi zake kwa weledi na kusimamia utaratibu mzuri. Wameeleza wajumbe na sitaki kurudia, lakini matendo yanayotokea, kesi zilizotokea, nyingine zikitugusa sisi waheshimiwa, ni wazi kuwa Rais Samia hana mzaha katika jambo la rushwa. Niwaombeni tena Watanzania wenzangu, hasa sisi viongozi, tumtie moyo rais wetu, tusimbeze, tumtie moyo endelee kupigania maendeleo ya Watanzania wake. Lakini pamoja na hilo pia ameeleza kwa sauti, lakini pia mimi nimemuelewa mjumbe wenzetu Bi Lucy Kombani juu ya maeneo ambayo tunatakiwa tuyaangalie, hasa katika maeneo ya rufaa, juu ya maeneo ya sera za ajira za utumishi wa umma, lakini pia wengine wameelezea juu ya jinsi ambavyo tume inatakiwa kuangalia mustakabali mzima wa wananchi, pay as you earn kuondolewa kwa wenzetu walemavu. Nataka niwahakikishieni ndugu wajumbe, kama nilivyoeleza katika maelezo yangu ya mwanzo, sisi tumesikia michango yenu yote. Ile ambayo inatakiwa tuandike kwa maandishi tutaijibu kwa maandishi, na mengine ya kuchukuliwa kwenda kufanyiwa kazi, Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikuahidi kwa bunge lako kwamba Mheshimiwa Rais amekwisha tuelekeza waajiri wetu, mabosi zetu ni wananchi, na wananchi kupitia wabunge hawa wamezungumza. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, naomba kutoa hoja. Asanteni.